Aonea Frank. Asante sana mtazamaji, bila shaka umetazama zile taarifa mbili ambazo hata mimi mwenyewe nimezitazama nikasema kumbe tumetoka mbali. Mwaka 2009 tulikuwa hapa tukifanya masuala haya. Kwa hivyo mwanafunzi huyo ambaye tumemfuatilia kwa karibu sana tangu mwaka huo akiwa katika shule ya msingi, hatimaye akamaliza Kenya High, sasa yuko JKUAT, tuko naye hapa. Hawi Nyodera, ulipokuwa unaangalia nikisoma zile taarifa kuhusu ile orodha yenu ya 10 bora taifa nzima, ulikuwa unahisi namna gani? Nilikuwa najiona kama mtoto mdogo sana. Naam. Ndio. Yeah, lakini nashukuru Mungu nimetoka mbali. Ndio. Naam. Sasa madam, ningependa sasa labda utuelezee kwamba KCSE ilivyotahishwa mwaka 2016 pale katika Moi Isinya, mlikuwa mnaogopa kwamba kwa sababu labda hamkuiba ndio hamtapita? Mlikuwa mnaiba? La hasha. Kwa hakika tulikuwa tunataka matokeo yatoke ili tuweze kuona tumefanya namna gani, kwa sababu tumekuwa tufanya kazi tumefanya, tukawatayarisha wanafunzi vyema na walikuwa tayari kufanya mtihani, na kwa hivyo walipofanya mtihani walifanya katika uwezo wao na wakafanya vyema. So tulikuwa tunatarajia matokeo yatoke ili tukaweze sasa kujua yako namna gani. Na tulikuwa tunatarajia matokeo mazuri. Madam, ningependa nikuulize, manake wewe umekuwa na tajriba ya miaka mingi katika kuwasaidia na kuwafundisha watoto wa kike. Mtoto wa kike ni kiumbe speciali kwa aina fulani ambapo kisaikolojia anapaswa kupewa mazingira ambayo asisumbuliwe kichwani. Akisumbuliwa tu kidogo ni kuna tatizo. Tuelezea kidogo kuhusu your experience with girl child. Yes, kuna tatizo akisumbuliwa, haswa wakati tunapoishi, nyakati hizi ambazo tunaishi, tunapata ya kwamba jamii nyingi ziko na shida. Haswa shida za jamii zinamsumbua mtoto wa kike. Kwa sababu ni kama anabeba mzigo wote wa jamii na kuja nao shuleni. Kwa hivyo wakati unafundisha unakuta ya kwamba hamakiniki katika masomo na anapoteza masomo. Pia wakiweza kukosana labda mmoja na mwingine, utakuta pia inamtatiza katika masomo. Na kwa hivyo mtoto wa kike, sijawahi kufundisha watoto wa kiume, lakini nafikiri mtoto wa kike anastahili kupewa mazingira mazuri ili aweze kufanya vizuri kabisa. Na tunajaribu vyote tuwezavyo pale shuleni kuhakikisha kwamba tumepatia mazingira mazuri. Miaka iliyopita niliwahi kushuhudia kisa ambapo katika shule fulani mwanafunzi mmoja wa kike alikuwa form 3 wakati huo. Alipewa suspension kurudi nyumbani, lakini baadaye hakufika nyumbani. Ilimsumbua sana. Huyu mtoto alienda akameza sumu akafariki. Yule mwalimu mkuu ama yule mkuu wa shule sijui alimwambia nini sasa wazazi wake. Ninasema hivyo kwa sababu hivi nikizungumza katika shule moja kule Migori, na sitaogopa kulitaja jina, shule ya sekondari ya Kadika kule Migori, sasa hivi nikizungumza mkuu wa shule hiyo ana mambo mengi sana, kila saa mara anafukuza wanafunzi kosa ndogo. Can we have some mechanisms of advising and counseling students than suspending them? Unapomsuspend mtoto umemsaidia vipi? Ukimsuspend labda umsaidii, lakini kuna mambo mengine ambayo yanatendeka katika shule ambayo yanahitaji yaangaliwe kwa kina zaidi. Kwa sababu in a school you're not dealing with robots. Yes. You're dealing with human beings. So they have feelings, and human beings are dynamic. Dynamic in the sense that they keep on changing. At one time they have got an emotional high, at another time they're emotionally low. So those things are supposed to be considered. Mambo hayo lazima yaangaliwe unapojaribu kumkosoa mwanafunzi na pia kuweza kumrekebisha. Wakati mwingine itakuwa ni vizuri mzazi kuhusishwa. Labda mtoto ataambiwa nenda ukaite mzazi. Lakini guidance and counseling is very, very important. Nitasema hivi, katika miaka ambayo nimefundisha nimegundua ya kwamba uhusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi is a key element in good performance. Huyo mwanafunzi akienda nyumbani na hapo ameudhika na wewe, amekasirika na wewe, hata akirudi ukijaribu kumfundisha masomo hayataingia. Kwa sababu tayari ameweka block. Lakini kukiwa na uhusiano kiasi ya kwamba ni kweli umekosa, hebu tukae na tujadiliane makosa haya, tuweze kuona jinsi tutakavyo kurekebisha ama kukusaidia. Alafu kama itakuwa ni vyema mtoto labda aende nyumbani, iwe ni hali ya kukubaliana. Akienda na arudi ajue ya kwamba unataka kumsaidia. Chochote ambacho utakuwa unatafuta kufanya itakuwa ni kuweza kumsaidia huyu mwanafunzi. Basi unakuta uhusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi ni nzuri, na hapo yule mwanafunzi anapata kurekebisha tabia. Kwa hivyo mtazamaji, nikizungumza ni kwamba katika shule ya sekondari ya Kadika kule katika kaunti ya Migori kuna mkuu wa shule ambaye sasa hivi anachunguzwa na wale wadau husika na maafisa wakuu katika eneo nzima la Nyanza, ambapo
amekuwa na mambo mengi tu, ambapo wanafunzi wamefungua shule wiki iliyopita, na kwa sasa wengine tayari wameshatimuliwa. Wazazi wanaambiwa kwamba waende shuleni wiki ijayo na waende na shilingi 1,000 kama sitting allowance. Wanafunzi wameambiwa hivyo. Kwa hivyo Bwana Kerich, kama unanipata katika dau la elimu, basi Kerich, wewe ndio unahusika kusimamia masuala ya elimu katika mkoa wa Nyanza ama eneo la Nyanza, basi itabidi uchukue fursa yako utembelee shule ya sekondari ya Kadika katika mkoa eneo la Migori, ili uwasaidie wale wanafunzi watahiniwa ambao wanajiandaa kwa mitihani mwaka huu. Tayari wameshaanza kutatizwa katika sehemu ya kwanza kabisa ya muhula. Kwa hivyo kazi kwako Bwana Kerich. Ndugu Wasaya, basi turudi katika mada ya leo ambapo tunazungumzia KCSE. KCSE mwaka uliopita basi bwana nani amejipiga kifua kweli, Bwana Matiang'i, na tayari ameshachukiwa kwamba watu wameshamchukia kwamba matokeo hayo ni it was a sham. Your take, man. Shoka lilianguka. Na tulivyokuwa tumetabiri kwenye dau la elimu, mambo yalikuwa yanaenda kubadilika. Kama ulimsikiza Matiang'i alivyoingia kwenye sekta, wakati alipokuwa akitoa matokeo ya mwaka 2015, alisema kuna maovu yanatendeka kwenye sekta ya elimu, na yeye akiendelea kuwa waziri hatakubali. Na kitu ambacho atatoa cha kwanza ni wizi wa mitihani. Kwa mara ya kwanza katika historia ya mtihani wa kidato cha 4 tumeona hakuna matokeo yaliyotupiliwa mbali. Na alikuwa ameanzisha na KCPE ambapo pia hakuna matokeo yalifutiliwa mbali. Lakini jambo la kushangaza na limetamausha walimu wengi ni kwamba hakuja kuwa na alama ya A kwenye somo la Kiingereza Kenya nzima. Lakini kuna kitu ambacho wachanganuzi wengi watu wamelizungumzia na hawagongi ndipo. Watu wanazungumzia normal distribution. You cannot obtain a normal distribution in an abnormal circumstance. Yes. Examination kawaida mtihani huwa inaleta adrenaline rush. You cannot function normally. So we cannot obtain a normal distribution when we are running on adrenaline. Sasa ukiangalia takwimu hizi za mwaka 2015, utapata kwamba zaidi ya wanafunzi 1,100 walipata alama ya D kwenda chini. Hakuna cha mno kimebadilika ukiangalia haya matokeo kwa kina mwaka 2015 na 16. Kitu ambacho kimebadilika ni mwanzo wa matokeo, alama za A. Tulipata 2,600 mwaka 2015, zimeshuka na zimefika 141. Sasa kuna kitu ambacho kimebadilika, na walimu wengi wamezungumzia moderation na standardization. Hapo ndipo shida ilikuwa kwenye mtihani, mchakato mzima wa mtihani nchini Kenya. Kwani baada ya walimu ambao walikuwa wanasahihisha mtihani wakishamaliza, kuna watu wengine ambao walikuwa wanabaki nyuma kuangalia mambo yako vipi. Huyu mwalimu amesahihisha karatasi yake vizuri. Hao wachache ndio waliokuwa wakipigiwa simu, wakitumiwa M-Pesa, wakiwaambia bwana, mimi ukinipa 100 utapata ekari ya shamba mahali. Unaona? Sasa hayo mambo yalipunguzwa. Na jambo muhimu ambalo Waziri Matiang'i alilifanya ni kwamba wakati nakala ya mwanafunzi inaposahihishwa, wanapomaliza, inamuondokea huyo mwalimu hapo hata kuwa na uhusiano nayo. Lakini hapo awali ilikuwa baada ya kusahihisha, alama anazopata mwanafunzi watazichukua tena waweke kwa marksheet. Wakati ya kuweka hizo alama kwenye hizo marksheets, alama zingine zilikuwa zinabadilishwa. Lakini wakati huu the examination centers were minimized. Wajua kawaida ilikuwa Kiingereza kinasahihishwa Magharibi, Kiswahili kiko Nairobi, historia iko Pwani. Sasa ilikuwa mahali popote, na serikali ilikuwa haiwezi kudhibiti na kusimamia mtihani huo kwa ufasaha unaostahili. Sasa hivi sehemu zote za kusahihisha zikaletwa Nairobi. Waziri akasema mimi na mwenyekiti wa baraza la mtihani tutasimamia. Walimu wakaambiwa haya, rununu yako weka kando. Kimaliza kazi utapata rununu. Sasa ikawa mawasiliano pia hayapo.
Wanapomaliza kusahihisha unaambia hiyo karatasi umesahihisha ya Frank, amepata alama ngapi? 30. Haya. Inakwenda kutoka hapo kwenye central server. Ndio. Wale watu ambao walikuwa wanafanya mark sheets walikuwa si walimu ambao walisahihisha. Sasa walikuwa wale sio watu ambao wanaweza kubadilisha, sababu hautajua unabadilisha ya nani, ya shule gani. Waona? Sasa jambo ambalo Susion limemkera na pia Akelo Misori wanasema kanuni za usimamizi na wa mtihani. Si Akelo Misori, ni Susion. Susion, lakini pia Akelo Misori jana alisema anatilia shaka. Sasa wanasema kuna vitu fulani ambavyo havikufuatiliwa, sasa matokeo yote yafutiliwe mbali. Ina maana kama tumekuwa tunafanya makosa kwenye mfumo mzima wa kusimamia mitihani, tuyarejelee hayo makosa, tusiyarekebishe. Standardization na moderation ni jambo ambalo ni zuri, kwa sababu wanajaribu kupima mbona huyu mwanafunzi ako chini hivi kwenye hili somo na hili lingine yuko juu. Lakini it is not the only way. Kitu cha pili, nimezungumza na walimu wa Kiingereza wengi na mimi mwenyewe ni mwalimu wa Kiingereza. Mtihani wa fasihi ya Kiingereza ulikuwa rahisi. It was straightforward. Lakini walimu wengi wanawasukuma wanafunzi wao kutafuta maana fiche. Sasa mwanafunzi anaangalia anasema hapana, haiwezi kuwa ni mtihani wa kitaifa alafu iwe ni moja kwa moja hivi. Sasa mwanafunzi anaanza kung'ang'ana kutafuta maana ambayo haipo. Ukiangalia kwenye Kiingereza, wanafunzi ambao wamepata alama za wastani, mwalimu atakwambia ni wanafunzi wale walikuwa wamedhoofika. Kwenye miaka mitatu yao walionekana wao hawatapata A, lakini unapata amepata B+ yake hapo, kwa sababu mambo yake ni moja kwa moja. Aliachukua moja kwa moja. Wale ambao waliona ni werevu sana, walienda kwa mawanda mapana kutafuta kitu ambacho kimejificha, na hicho kitu walichokuwa kitafuta kilikuwa kimewekwa bayana. Hapo ndiyo tofauti ipo. Lakini jambo lingine nikimalizia ni kwamba pengine kwenye msimamizi huu na mchakato mzima, waziri na Profesa Magoha pengine tutayarisha kama Wakenya, wangetupa habari zaidi. Lakini pia kama wangetoa habari, pengine tungepatia mtu mlungula hapa na pale, tena matokeo yangekuwa potofu. Lakini ukiangalia kwenye takwimu zako hizi, tukirudi kwa takwimu za mwaka 2016, watazamaji wataona hakuna la mno limebadilika. Jambo muhimu shuleni, Wizara ya Elimu na nyumbani, tuweze kupata mwafaka wa kuwasaidia ndugu na dada zetu ambao walipata alama za D kwenda E. Sababu ni wengi mno. Hawi, ningependa nikuhusisha katika mdahalo huu. Ulikuwa mwanafunzi bora katika mwaka huo KCSE mwaka 2013. Vile vile ulikuwa kiranja mkuu. Na matokeo yenu mlipata kama wangapi hivi? Naweza kumbuka kweli, lakini tulikuwa wengi, hatukuwa kidogo sana. Unajitahidi. Ukilinganisha mwaka huo na mwaka huu uliopita 2016, unaona tofauti gani kuhusiana na matokeo hayo? Naweza sema nikilinganisha matokeo ambayo tulipata mwaka wetu na ambayo yalionyeshwa mwaka huu, naweza sema labda wanafunzi ambao walipata alama za chini ni wengi kidogo. Na hiyo naona ni sawa na kinachoendelea katika nchi yote. Lakini kile naweza sema alama za A na A- ziliweza kubaki pale zilikuwa, hata kama hazikuwa nyingi zaidi. Shule yako ni shule mojawapo ambayo imepewa hongera sana katika that consistency of maintaining alama hizo. Je, siri labda huenda ni nini? Najua hutaki kutuambia siri, lakini tunaomba tu uongeze kidogo kwamba siri ya Kenya High mlikuwa mnaandaliwa vipi na mkaepukana na masuala ya wizi, mko tu mnasoma? Kile naweza sema kuhusu shule ya Kenya High School, wakati mwanafunzi anaingia siku ya kwanza, kama acha nipeane vile nilikuwa. Ukiingia unaelezwa kwamba
in this school the motto is to serve is to reign. Na ukishaambiwa hivyo to serve is to reign. To reign. Yeah. Ukishajua hivyo hakuna vile unaweza enda ukiba mtihani, kwa sababu how then will you serve? Ukitoka hapo masomo haishi hapo, utaenda katika chuo kikuu na ukitoka hapo upate kazi, na kile ambacho naona ni kuwa yale ambayo umefunzwa kutoka ukiwa mchanga hadi shule ya upili uendelee hata kazini, ukiwa umefunzwa kwamba ukiiba utaweza kupata sifa. Kwa sababu hakuna mtu atajua ulifanya nini huko wakati uko peke yako. Ukiweza kufunzwa hivyo ndivyo utavyoendelea kukua, na ukiendelea na kuwa na this mentality unaubeba hadi pale ambapo you are interacting with other people. Na hii ndio inatuumiza kama nchi. Inatuumiza katika sekta nyingi sana, kwa sababu wale ambao wanafanya kazi wakati huu wataondoka, na wale ambao wakiingia na hii mentality ambayo mimi nataka hii, wacha niibie huku chini, niibie huku, haitasaidia kabisa. Naam. Mtoto ameleta hoja kubwa sana hapo madamu. Wanaongea kama watu 100 basi. Ni kweli ameongea vizuri. Ameongea vizuri, nami nimefurahi kwa sababu kama walimu I think that is our greatest concern. Yes. We want to bring up a nation of people who can serve this country. Yes. And serve it in honesty, with integrity, and serve it well. Each one of us should fit where we are supposed to fit. But mambo ya wizi imeharibu hayo yote, imeharibu kwa sababu nakuta watu wako mahali ambapo hawastahili. Nilikuwa naambiwa na mtu mmoja ya kwamba kuna kijana mmoja ambaye alikuwa amefanya mtihani wa kidato cha 4 akapata alama ya A. Akaondoka akaenda kwa pastor, akaambia pastor, mimi I want to confess. Hii alama ya A sio yangu, niliiba. Na kweli kabisa siwezi endelea. Kwa hivyo pastor, naomba uniambie labda nirudi shule, nirudie mtihani, na hii certificate nirarue na nipate the right one. I want to be real. People want to be real, people want to be authentic. So this thing imetoa hiyo kabisa, and we are missing something as a country. Mtazamaji, unaweza kushiriki katika mdahalo huu kwa kutuma arafa bila malipo katika 22155 22155, na vile vile kuna nambari zetu za simu ziko wazi. Upige simu, wasiliana nasi, utuambie kuhusu masuala ya elimu na masuala ya mtihani wa taifa. Je, mtihani wa taifa mwaka uliopita kulikuwa na dosari wanavyodai kina Sosion na kina Akelo na kadhalika? Kwa hivyo ndio nambari zetu ambazo tungependa wasiliana nasi. Ndugu Wasaya, labda tuelezee kwamba kwa hivyo ungependa kuona mwelekeo upi? Manake sasa inapokuwa tumeanza kutia dosari katika mambo ya Bwana Matiang'i tena, tunaelekea wapi? Kawaida mabadiliko huwa ni machungu. Kama sekta ya elimu kwa muda mrefu tumekuwa bila kiongozi mkakamavu, bila kiongozi wa maono. Bwana Matiang'i ameingia, sijasema yeye ndiyo suluhu, lakini ameanza kuyaibua na anavyosema Magufuli kuyatibua majipu ambayo yalikuwa yameanza kushamiri kwenye sekta. Kwenda mbele ni washika dau waendelee kuunga mkono mabadiliko kwenye sekta. Kwangu mimi kama mzazi huwa naona elimu inaanzia nyumbani. Ndiyo. Wazazi walee watoto wao. Isiwe tunachukua watoto tunawapeleka shuleni na tunamwachia mwalimu kazi ya ulezi, wakati huyo mtoto anapoanguka mtihani tunakwenda kumtibua mwalimu mkuu. Nasema huyu amekuwa anafanya nini hapa hii miaka 4? Amekuwa anakula hela zetu tu. Kwani mtoto wako alifanya mtihani kwa mwezi mmoja. Hiyo miaka 4 wewe ulikuwa wapi? Jambo la muhimu kama wazazi, shiriki na andamana na mwanafunzi anapotembea kwenye safari yake ya elimu. Ikiwa ni Parents Day, ni Visiting Day, ni Academic Day, jua kalenda ya shule ambapo umempeleka mwanafunzi. Jambo la kusitikisha kaka Frank, nchini Kenya, 70% ya rasilimali ambayo iko kwenye boma lolote huwa inawekezwa kwenye elimu. Lakini hatutaki kushiriki. Ukiangalia pale kwako nyumbani, wakati unapopata mshahara wako,
unalipa karo, unabaki na shilingi 10,000, 15. Mama anachukua hizo 15, anachukua 12, anaziweka pale jikoni. Sasa wewe unabaki huko tu. Niko tu. Lakini unaporejea nyumbani kila siku, zile kelele na gumzo linalopigwa pale kwa nyumba inahusu sabuni ya kuosha, mafuta ya kupika. Sasa muda wote unatumika kuzungumzia theluthi moja ya rasilimali za boma hilo. Lakini 70% ambayo imekwenda kwenye elimu, hakuna mtu anayeizungumzia. Nchini Kenya watu hawataki kuzungumzia elimu, tunapiga siasa, ilhali uchumi wetu mzima 45% hadi 55 inachukuliwa na kuwekezwa kwenye sekta ya elimu. Ndiyo. Ni wakati kama wa Kenya tuwe na mdahalo wa kitaifa kuhusu elimu na ni wapi tunataka kwenda. Wanafunzi tulionao hapa kwenye nchi ya Kenya ni watu werevu sana. Nimefanya uchanganuzi kwenye sekta ya elimu nchini Uganda na Tanzania. Wanafunzi ambao wanatoka Kenya na kiwango cha wastani wakienda Uganda wanaongoza. Mwanafunzi ambaye anapata C hapa, akitoka akikwenda form 4 form 5 Uganda, anapata alama za juu, anaingia Makerere. Makerere kule anapata first class. Sasa kuna upungufu kwenye sekta yetu. Sio wanafunzi ambao ni wajinga. Kuna utepetevu wa utenda kazi tu, na sio kwa walimu pekee, sababu wakati mwingi tukizungumza tunasema walimu hawafanyi kazi yao. Kuna watu wengine. Bwana Matiang'i akiwa Jogoo House anaposema shule ya Isinya ipate hiki, alafu ichukue wiki 3 rasilimali hizo kutoka Nairobi hapa kufika Isinya, kilomita 35, ichukue wiki 3. Sasa vipi? Mwalimu kama huyu ana wanafunzi shuleni, wanahitaji chakula, wanahitaji maji, lakini wanapotangaza pesa zimetolewa, zinamfikia kama muhula umekwisha. Kitu ambacho atafanya, yeye atakwenda kwa MCA, atakwenda kwa MP, atakwenda kwa seneta, atakwenda kwa gavana kutafuta usaidizi. Wakati wanampa usaidizi, wanaleta zile siasa ndani ya shule. Yule mtu anayefanya biashara pale nje ya shule, mwalimu amekwenda pale, amekopa kitu, sasa naye pia anataka apate chake kutoka shule huko. Sasa hao ndio watu wanafanya na kuleta dosari kwenye sekta. Wizara ya Elimu ikiwa imepitisha sera yoyote, maamuzi yamefanywa, mambo yatekelezwe kwa haraka. Corruption is not about somebody taking money and putting in their pocket. Corruption is also not acting at the right time. Ndio. When the sector fails to post teachers in good time, it is corruption, because the budget was allocated, the teachers who employed are there, somebody needs to do their work. Sasa kama ufanyi kazi yako, tunakuhitaji kwa nini? Asante sana. Mtazamaji, huyu ni Bwana Wesaya ambaye ni mchanganuzi na mtafiti masuala ya elimu, ambaye huwa tuko naye sako kwa bako ili kuhakikisha kwamba masuala haya unayapata kwa undani kabisa. Ni kipindi cha Dau la Elimu ambapo ningependa tuchukue pumziko fupi. Tukirejea basi tutakuwa tunaendelea na sehemu ya mwisho ya kipindi cha Dau la Elimu hii leo, nikiwa na wageni wangu watatu maalum studioni. Usiende mbali.